Mashabiki pia walitumia fursa hii kusherehekea maisha ya mtangazaji maarufu wa kituo hicho aliyeaga dunia Waweru Mburu. Tumefika hapa Mumias kwa sababu hivi ndivyo angependa tufanye. Tumekuja kusherehekea maisha ya Waweru Mburu na watu wa Mumias. Ni mzuri sana watu wa Mumias, tumefurahi sana. Tumekumbukwa, tunashukuru Radio Citizen kwa kama vile. Kwingineko, Rais Uhuru Kenyatta amelipendekeza jina la Jaji Mkuu mteule David Maraga kwa bunge la kitaifa ili kujadiliwa. Haya yamesemwa na msemaji wa Ikulu Manoa Esipisu. Tukiendelea mbele ni kuwa mshirikishi wa kanda ya Pwani Nelson Marwa amesema huenda gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho akakamatwa kwa madai ya kuingilia mzozo wa shamba katika kaunti hiyo. Akizungumza na wanahabari, Marwa amemkashifu Joho kwa kukiuka sheria akidai kutumia kundi la vijana kubomoa ukuta uliokuwa ukijengwa kwenye shamba linalozozaniwa katika eneo la VOK, eneo bunge la Nyali. Na kwingineko katika kisa cha kutamausha, polisi mjini Bungoma wanamsaka naibu wa chifu wa kata ndogo ya Samoya katika eneo bunge la Kandunyi aliyetoweka baada ya kumdunga kisu msichana mmoja mwenye umri wa miaka 21 kwa tuhuma za kumnyemelea mumewe. Na hatimaye kundi la wanafunzi wa kitambo kutoka eneo la Kikuyu katika kaunti ya Kiambu wameungana kukarabati kanisa la PCEA Thogoto. Kanisa hilo ndilo la kwanza kabisa kujengwa katika eneo hilo mnamo mwaka wa 1909 na wamishonari waliozuru eneo hilo. Ukarabati huo utachangia pakubwa kuhifadhi historia ya kanisa hilo ambalo liliidhinishwa kama makavazi ya kitaifa na Rais Uhuru Kenyatta.